Kichwa cha somo: nafasi ya kuhani au mtumishi wa Mungu kwa kanisa lake. Hilo ndo tutajifunza siku ya leo. Bwana asifiwe. Kuhani au niseme mtumishi wa Mungu ni nani? Mtumishi wa Mungu ni yule aliyeitwa na Mungu au kuchaguliwa na Mungu kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu wake. Mtumishi wa Mungu au kuhani wa Bwana ni yule aliyeitwa na Bwana au kuchaguliwa na Bwana Mungu kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu wake. Huyo ndiye tunamuita mtumishi wake, mtumishi wa Bwana. Mungu toka mwanzo aliweka viongozi wa kuongoza watu wengine. Aliwaweka kina Musa waongoze Israeli, taifa la Israeli. Akamchagua Musa, akaweka kina Daudi, akaweka kina Sulemani. Hata wakati wa Yesu akaweka mitume, akaweka Paulo baada ya mitume. Kwa nini anaweka viongozi? Iko kusudi kwa ajili ya kanisa lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini pia kitu kikubwa ambacho unatakiwa ujue, mtu wa Mungu, Mungu anaweka watumishi wake kwa kusudi maalum. Wakati tunajifunza darasani tulielezwa mambo mawili. Yapo makusudi makubwa mawili wakati Mungu anamuweka mtumishi wake. Anamuweka kwa ajili ya yeye mwenyewe Mungu. Anahitaji huyo mtu kwa ajili yake mwenyewe Mungu amtumikie, kwa sababu anashaja na yeye amtumikie. Lakini la pili, anamuweka mtumishi wa Mungu kwa sababu ya watu wake. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine tunaweza tusitambue hili, tukafikiri ukishaokoka ni wewe na Mungu na wewe, ukaruka ngazi ya katikati. Kuna watu wamewekwa kwa ajili yako. Sema amen. Kuna watu Mungu anawaweka makusudi. Wakati mwingine unaweza ukawa na maombi, unakuwa na mambo mengi ya kumhitaji Mungu, kumbe kuna mahali ulipaswa kupita, huenda hilo jibu lako ungelipata. Bwana asifiwe. Si sehemu nyingine, ni kwa makuhani. Tusome Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 3. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wa Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enenda ukawapiga Waamaleki na ukaviharibu kabisa vitu walivyo navyo. Msiachie bali wainue waueni mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Basi sasa enenda ukaviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala bali waue naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Tuombe. Baba, ninakushukuru. Asante kwa kuwa neno lako lina uzima, nalo lafaa kwa mafundisho asubuhi ya leo. Bwana, tunapolitafakari neno lako Mungu, ukatufundisha sawa na jinsi ikupendezavyo. Nakushukuru kwa neema yako ipo pamoja nasi kutuhudumia Bwana. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze nafasi ya kuhani kwa kanisa lake. Mtumishi wa Mungu anapochaguliwa na Mungu, lipo kusudi kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kanisa lake. Kanisa lake ni nani? Wale tunajifunza kubatizwa wanawafundisha kanisa ni nani. Maana kanisa sio hili jengo, hii ni nyumba ya kuabudia tu, na wala Yesu atakuja kuchukua hili jengo. Kanisa ni wewe mwenyewe. Sema amen. Wewe ambaye umekwisha kumwamini Yesu,
ukamjua vilivyo, unatembea na Bwana, wewe ni kanisa. Bwana asifiwe. Na mbele yako amewaweka watumishi wa Mungu kwa kusudi la kanisa lake. Unaona hapa Samueli akaambiwa na Mungu aende kumtia mafuta Sauli. Kwa nini akamtia mafuta Sauli? Kulikuwa na vita. Mungu alikuwa ameona taifa la Israeli jinsi walivyopigwa, walivyonyanyaswa. Akasema, Sauli, jipange, nataka nikawaangamiza Amaleki kupitia wewe. Sema amen. Kwa unaona vita inaanza kwa mtumishi, inaanza kwa kuhani. Anaandaliwa ili aende kusimamia taifa la Bwana ili lishinde vita. Sema amen. Unaona sasa, tunaona kwamba kwa nini Mungu anaweka viongozi au watumishi wa Mungu. Mojawapo ni pamoja na vita. Bwana asifiwe. Ili vita ile ya watoto wake, ili vita ya kanisa, kuwepo mahali atapitishia ujumbe, atafitishia maono, atafitishia maelekezo. Bwana asifiwe. Toka zamani ilikuwa hivyo. Na ukiangalia zamani makuhani ndio waliokuwa wanabeba hata mizigo ya dhambi, wanapeleka patakatifu ili watu wapate kusamehewa. Bwana asifiwe. Hakuambiwa yoyote. Ni kwa sababu ya umuhimu wa kuhani au mtumishi wa Mungu kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya kanisa lake. Bwana asifiwe. Na utanielewa ukinielewa vizuri hapa mwanzoni. Kwa nini Mungu anaweka viongozi? Ili aongoze watu wake. Bwana asifiwe. Kwa mfano, kanisa kama hili la Igoma, ni watu wa Mungu wengi wako mahali hapa, na wana mahitaji mbalimbali kwa Bwana. Mungu anaweka viongozi wa kuongoza kwa kusudi maalum, ili kupitia hao Mungu aweze kuonyesha direction, mapite hivi, watembee hivi. Na ndio maana viongozi wanao mzigo, watumishi wa Mungu wanao mzigo kuliko kawaida, kwa sababu ni lazima ayaangalie maisha yake binafsi na Mungu, lakini ni lazima angalie maisha ya watu wale waliopewa na Mungu kuwaongoza. Sema amen. Kondoo wale ambao amepewa kuwasimamia, anao wajibu wa kazi kwa ajili yao. Ndio maana katika kitabu kitakatifu unakuta kuna watumishi wengine Mungu aliwachagua wakawa nakataa. Na miongoni mwa kazi ambayo ni ya kipekee, ni kazi ambayo ni unique, ina principle ngumu, ina hatari nyingi, ni kazi ya utumishi. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu hiyo sio ya mtu. Haina maamuzi kwamba mimi ajira hii kinisumbua nitaacha. Ukiacha unapambana na aliyekupa hiyo kazi. Haina kwamba kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo ina mauti, ngoja niibadilishe. Kama ni Mungu amekuchagua, lazima utimize. Bwana asifiwe. Namuona yule ndugu wa Ninawi yule, akajifanya nakata kona, akakutana na Mungu mwenyewe akamwambia, hauwezi kunikimbia mimi. Kama ni baharini nipo. Walipomrusha kwenye bahari chini kula kawepo Mungu. Samaki alipomuokota akasema, mimi huyu mtumishi wa Mungu sina haja naye. Mwenye haja naye anajua katapikiwa kula anapotakiwa apeleke kazi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Mtumishi wa Mungu anaposimama kwa ajili ya kazi ya Bwana, ni makusudi ya Mungu mwenyewe, anamuagiza afanye hivyo. Na kwa sababu hiyo Mungu amemuweka ili aongoze watu wake. Tutaona namna anavyoweza kuwaongoza.
Lakini 2, anamuweka mtumishi wa Mungu ili awasaidie katika vita yao ya kiroho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikomae na tatizo na shida ya rohoni. Unakomae eti mimi na Mungu, hapana. Kuna wakati mwingine unahitaji ujue ni nani yuko mbele yako akusaidia hiyo vita, maana hilo ni jukumu pia Mungu ameweka kwa makuhani. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema mimi na Mungu, namjua Mungu tu. Ndiyo, unamjua Mungu, lakini pia Mungu ana watumishi wake. Haleluya. Mimi na mahusiano na Mungu tu. Ndiyo, na mahusiano na Mungu, lakini pia Mungu huyo ameweka watu wake. Hata sema na kila mtu, hata fanya na kila mtu. Kuna mengine anapitisha kwa watumishi wake. Sema amen. Kwa nini Mungu anaweka viongozi? Namba 3, ili aweze kuwaombea baraka, rehema na mafanikio. Vyote vimewekwa katika mikono ya watumishi wa Mungu, ili Mungu aseme na kiongozi, halafu kiongozi aseme na watu wake. Ukisoma kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 7, anasema wana wa Israeli amjulisha Musa njia zake. Wana wa Israeli matendo yake, amjulisha Musa njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anamjulisha Musa njia zake, halafu wale wengine anawaonyesha matendo yake? Ni kwa sababu Musa alikuwa amemteua awaongoze. Kwa kiongozi, Mungu anamuonesha njia ya kupita, anamuonyesha mipango, anamuonyesha mafanikio yako hapa, anamuonyesha ili ushinde, fanya hivi. Ndio maana unaona wakati mwingine wako wanahimiza maombi. Wengine mkuje kuomba maombi, wengine msimame kwenye hili, simamia hiki, fanya hivi. Ni kwa sababu Mungu anawaonesha njia. Haleluya. Bwana sifiwe. Lakini Israeli wanaonyeshwa matendo. Wanaonyesha matendo, muujiza wanauona. Wanaona bahari kiondoka, wanaona kwa macho. Lakini imeondokaje? Njia hiyo alijua Musa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa unakuta kuna wakati mwingine kwa kuto kujua nafasi ya kiongozi wako au mtumishi wa Mungu, badala ya kuwa na wajibu, ukitambua ni badala ya Bwana Mungu amemweka kwa kusudi anisaidie, aniongoze, anielekeze katika njia na safari ya kwenda mbinguni, unaona ni mtu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine unadharau, wakati mwingine unasema maneno magumu, wakati mwingine unafanya vibaya. Ndugu, leo ninataka nikupe ujumbe, ni hatari mno. Walifanya hivyo wengine wakapata madhara makubwa. Wakati mwingine unakosa baraka za Bwana, ukawa na miaka mingi na maombi yasiyoeleweka, kumbe baraka umezifunga kwa sababu ya maneno yako machafu kwa watumishi wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Musa alikutana na watu waliompinga katika utumishi wake. Historia ya Musa, Mungu alimchagua aongoze ile taifa la Israeli kutoka utumwani Misri mpaka hakikisha amelifikisha Kanaani. Na wito wake ulikuwa special. Aliona kijiti kinaungua lakini kiteketei. Mungu akasema naye kupitia kile kijiti. Na Musa alipoona kile kijiti akageuka, akasema nitaangalia maono haya mpaka nijue kuna nini. Ile kusogea tu akaambiwa no. Hapa ni mahali patakatifu, vua viatu vyako. Kwa Musa akatubu, akasafishwa, akaandaliwa, akamwambia wewe Musa, nitakutuma kwa ajili ya taifa langu Israeli.
nawe utaenda waokoe kutoka utumwani Misri. Utaenda kwa Farao, utamwambia hivi na hivi. Musa alijitetea anavyoweza, haikuwezekana. Mimi sijui kuongea, asema nimekuchagua. Mungu hachagui mtumishi wa Mungu kwa hivi hivi, lipo kusudi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akajitetea, mimi hapana, siwezi kuzungumza. Akasema nitakupa msaidizi. Nikienda kule nitawaambiaje? Akasema utawaambia mimi niko. Maana asema nitawaambiaje wanielewe kama umenituma? Utawaambia mimi niko, niliyekuweko. Bwana Yesu asifiwe. Musa kwa kuwa ametumwa na Mungu akapata ujasiri kwenda. Lakini alipoenda kwa Farao alikutana na mambo magumu. Mungu akampitisha. Wakati wanabageni Musa na Mungu kwamba utaongoza taifa hili, hakumwambia atakayokutana nao njiani. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia atakutana na bahari ya Shamu, hakumwambia atakutana na mto Yordani, hakumwambia utakutana na watakao kubeza, hakumwambia hata wewe utaongoza kuna wengine watakupinga. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Ninapofika hapo nina uheshimu sana utumishi. Angekuwa na option ya kusema sasa kwa kuwa Mungu hizi kazi za kawaida za kuajiriwa, unamwambia hivi, kwa sababu mkataba wangu na wewe hausomeki, naomba nivunje contract na wewe, chagua mtu mwingine au endelea na mambo yako na mimi naendelea na mambo yangu. Musa alikutana na vikwazo njiani, watu wa Mungu. Nataka tuvipitie vichache. Haleluya. Licha ya kwamba amemchagua Mungu amtumikie, licha ya kwamba amesikia sauti kabisa ya Mungu, lakini wapo watu walisimama kinyume naye. Hesabu 16 tusome. Nilitamani leo iwe kama somo tu la kujifunza nafasi ya mtumishi wa Mungu kwa watu wake, nafasi ya mtumishi wa Mungu kwa kanisa. Hesabu 16, nianzie mstari ule wa 3. Kwa kufupisha takuwa naruka. Kama tungeanza moja tungejua vizuri. Labda tuanze mstari wa kwanza ili watu waelewe vizuri. Basi Kola na wana wa Ishari, wana wa Kohathi, wana wa Lawi, akatwaa watu pamoja na Nathani na Ablamu wana wa Eliabu na Oni wana wa Pereti, waliokuwa wa Rubeni, nao pamoja na watu kadha wa kadha, wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kumwambia, ninyi inawatosha. Wakainuka mbele ya Musa, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni, nao wakamwambia, ninyi atosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao Bwana aliye kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Bwana sifiwe. Sikia, hawa watu wakafikia hatua Musa akiwaletea maelekezo, wakasikia wivu, wakasikia vibaya. Huyu Musa ni nani? Yeye anakuja kutueleza habari. Wakamwambia hivi, wakakusanyika watu 250. Wakasema hivi, kila mtu hapa ni mtakatifu. Kwa nini wewe unajiinua? Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ameshapewa kikosi kuondoka nacho toka Misri, wakaondoka nacho mpaka wapi? Mpaka wako njiani hapo. Walipokuwa bado wako njiani, wakainuka watu
250 wanasema hivi, wewe ni nani Musa? Wewe ni nani? By then unataka kujifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kiongozi wako anakuongoza hata kwenye kwaya, alafu hutaki kumheshimu, hutaki kujua Yesu hawezi kuja kuliongoza ile kwaya, ameweka watu wadogo wadogo humo njiani kwa kusudi tu wale watu waweze kuifanya kazi ya Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Akitoa maelekezo kiongozi wako, na wewe unasema hivi, wewe ni nani? Kwani wewe ndio unajua kuimba peke yako? Wewe ni nani? Kwani wewe sio kama sisi? Haleluya. Nafasi ya kiongozi wa Mungu, ndugu yangu, na kuomba, ukitaka usalama wa maisha ya kiroho, ukitaka kukua kiroho, ukitaka kuona mbingu, ukitaka kujua Mungu vizuri, uwaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa heshima zote ukijua huyo ni representative wa Mungu mwenyewe, ni kiwakilishi cha Mungu. Mungu hata kuja aje kulisimamia kanisa la Igoma, ameweka watumishi wake. Haleluya. Unaweza ukao unalia, ninahitaji hili, nina shida hii, unamwambia Mungu. Wakati mwingine hata ungeenda kwa mtumishi wa Mungu ukamwambia, baba, nina hili na hili na hili, nimeliombea limeshindikana, naomba uombe pamoja nami. Ana wajibu wa kuomba na wewe, maana ni mtumishi wake. Na Mungu akayasikia maombi haraka. Moja ya sifa ya mtumishi aliyokuwa na Mungu, Mungu anamheshimu. Wanasifiwe. Ukisoma kule Yohana anasema hivi, mtumishi wangu nitamheshimu, akinitumikia na mheshimu. Sasa kama Mungu anaweza kumheshimu mtumishi wa Mungu, mtumishi wake, wewe ambaye huwezi kumheshimu mtumishi ni nani? Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Tumeona makanisa mpaka wengine wanasimama mbele ya mchungaji, wanamnyoshia kidole, wanataka kupigana ngumi, wanamsema maneno mabaya, wengine wanasingizia uongo, vitu kwa sababu tu wanamuona ni wa kawaida. Bwana sifiwe. Naacha kuambia, hata Sauli alipokuwa amesha kukosea mbele za Mungu, bado Mungu aliendelea kumheshimu. Bwana sifiwe. Huyu Sauli alimheshimu kwa sababu ya mafuta. Ndio maana Daudi alikuwa anaogopa kugusa mpako mafuta wa Bwana, akiogopa kwamba nikifanya hivi ninamkosea Mungu. Haleluya. Haleluya. Nataka nikuoneshe kwanza nafasi ya mtumishi wa Mungu kwako. Ana nafasi ya kukuongoza na kukusaidia. Ana nafasi ya kukuwekea mikono na Mungu akasikia. Ana nafasi ya kumwambia mbingu, kuiambia mbingu juu ya kanisa, tusaidie magonjwa haya yanatuingilia, tusaidie kuna shida za ndoa, tusaidie Bwana. Akaweka mikono juu na Mungu akasikia. Haleluya. Haleluya. Usidhalau, usiseme, usisengenye, wala usifanye vitu vya hatari kwa mtumishi wa Mungu, maana utapambana na aliyemweka. Bwana tusaidie sana. Sasa hawa wakawa wanasema hivi, Musa ni yeye ndio mtakatifu peke yake. Huo mstari wa 3 anasema wakakusanyika kinyume na Musa. Alafu tuende mstari wa 13. 16 mstari wa 13. Asante. 16:13 anasema hivi, je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali na kutuua jangwani? Lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Kisha hukutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala hukutupa urithi wa mashamba na mizabibu na mashamba ya mizabibu. Je, anauliza, je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Hatujui. Mstari wa 15. Musa akakasirika sana. Huu mstari wa 13 anasema
walianza kumnungunikia Musa. Wamefika maeneo ya jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamefika maeneo ya jangwa. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, hautatembea katika maisha yako ya kiroho na maisha ya kutafutaji wa maisha ya kumtafuta Mungu katika smooth area siku zote ni maeneo salama. Kuna wakati unafika jangwani, usiseme Mungu amekuacha. Kuna wakati unakuta kwenye ukame, usiseme Mungu hayupo. Wakati unafika mahali pagumu, usiseme hakuna Mungu. Usianze kunungunikia Mungu. Wale watu wakamnungunikia Mungu, wakamnungunikia Musa kwa nafasi ya pili. Wakasema, kwanza hujatuleta kwenye nchi, ulisema unatuleta kwenye nchi ya maziwa na asali, hujatuleta. Halafu hujatumilikisha mashamba. Halafu wewe unajifanya wewe ndio tukuabudu. Biblia inasema Musa alikuwa mpore, lakini alikasirika sana. Bwana tusaidie sana. Mtumishi wa Mungu akakasirika kwa ajili ya maneno yako ndugu, utapata hasara isiyoweza kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Musa akakasirika. Na alipokasirika, mbingu zikakasirika zaidi ya Musa. Sasa akamwambia Musa, watenge hao watu, mimi nataka kuwahudumia. Musa akasema, mstari wa 26, akasema na mkutano akamwambia, na kusiondoka penye hema ya kukutanikia, hema ya watu hawa waovu, wala usimguse kitu chochote. Usiwaangamize katika dhambi zao zote. Basi wakaondoka hapo karibu na maskani ya Kora, Nathani na Abiram. Mstari wa 26, Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Mungu amenituma. Mstari wa 29, kama watu hawa wakifa kifo cha siku zote, kama watu wote wakafa, kama wakipatilizwa kwa mapitizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Lakini Bwana akaumba kitu kipya, na hiyo nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza. Sikiliza. Ardhi aliwatenga watu, walitoka kwenye hema ya kukutanikia kwanza. Watu wamekasirika, wanataka kumlalua Musa. Akawatenga. Musa akawaambia, njoni huku nje. Wakatoka nje. Akawaambia hivi, kama Mungu hakunituma mimi, mtaangalia aina gani ya kifo mtakachokufa. Mtakufa kifo ambacho wengine hawakuwa wanakufa hivyo. Wakati anazungumza hivyo, ardhi ilipasuka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sidhani kama tunafika 250 hapa. Ardhi ilipasuka. Watu wote wale walikuwa wamejitenga, wako kinyume na Musa, ikawa fya, alafu ikafunga. Akafungua ardhi na akafunga mwenyewe ardhi. Story kaishia hapo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kisa tu kusimama kumuinukia mtumishi wa Mungu. Na nataka nikwambie, wengine wanasimama kwa interest zao. Unakuta anafikiri kwamba wewe utumishi, ngoja nifanye vita ili akikwama mimi nipate nafasi. Kuna wengine hapo kisoma walifikia hatua wanataka kumuondoa Musa. Yaani Musa aondoke kwenye nafasi ya kuongoza taifa la Israeli ili wao wasimame. Sina muda kueleza. Wengine wakamnungunikia wakati Jumatano niwahi kufundisha wiki hii. Wakati Mungu anawaambia piteni hapa muambaye bahari ya Shamu. Wakati wanapita hiyo njia, wakamnungunikia Musa. Wakanungunikia sana, kwa nini ametupitisha njia hii? Mungu akakasirika, alishusha nyoka wa shaba. Alishusha nyoka wa moto. Nyoka wa moto waliwauma watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie. Ukisoma hapo ni Hesabu 21 mstari wa 4. Wakawauma watu nyoka wa moto mpaka Musa mwenyewe alipoomba rehema juu yao.
Akasema Mungu siwamalize, wanaingamia. Akasema basi kwa kauli yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nakwambia mtumishi wa Mungu, Mungu anaheshimu sana maneno ya watumishi wake kuliko unavyofikiri. Na ndio maana akitamka jambo ni rahisi kuwepo. Siku moja mtumishi wa Mungu moja, wakati tunafanya hizi harambee za kitaifa, akawa amekuja kufanya harambee, akatamka neno madhabahuni, akasema mtu asitoke humu, na akitoka humu analaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Kijana mmoja akatoka bwana, akapitia pikipiki. Tena hiyo pikipiki ilikuwa ya kwangu. Yaliyomkuta huko yalikuwa magumu sana. Ilibidi aje kuomba rehema. Mzazi wake akaja juu. Huyu mtumishi amekuja kulani watu au amekuja kuomba changizo? Katokea vikao vya dharura vya watumishi. Wakataka mtumishi yule afute kauli. Alikwisha kusema. Bwana sifiwe. Na ndio maana make sure uhakikishe kwamba mtumishi wa Mungu siku zote anakunenea mema mtu wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Asiseme na juta kwa ajili ya ndugu huyu. Huyu mama ni kikwazo kwa huduma yangu, ni hatari kwako. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Ni hatari kuliko hatari. Alipata madhara isiyo ya kawaida. Mwingine huko kwetu Kigoma akaona mtumishi wa Mungu yeye akiwepo hapa umri umeenda, anasinzia. Alafu akisimama madhabahuni hazungumzi sana. Akanasema watumishi wazee toeni hizo takataka, tuwekeni vijana. Akanatuma ujumbe kwamba huyu mtumishi hatumtaki. Anatuma message ili mpaka zimfikie. Mpaka hizo message zikamfikia mtumishi wa Mungu. Kuna kijana mmoja tena ni mpigaji wa chombo, anakupiga vita sana, usikae katika madhabahu wala usifanye hivi. Ndugu yangu, rafiki yangu, alipata huo ugonjwa ambapo isingekuwa ni mafunuo ya mtumishi mwingine. Mzee mmoja wa kanisa kafunuliwa juu ya tatizo. Alikuwa kaenda hospitali, tunaiona ile damu yake haiwezi kuganda. Halo, Bwana sifiwe. Yaani damu ikiwa inatembea haina uwezo wa kuganda. Yaani moja kwa moja tunajua hiyo ni kansa. Bwana sifiwe. Yaani damu ikiwa inatembea, ikikatika, tukikata, wakikukata hapa, ile damu maana yake hata angekukata na kawembe haitaganda, maana yake itakuwa inatoa kama bomba mpaka itakapoisha. Wakakimbiza maweni, wanakimbiza huku, tunapima, tunaangalia. Sasa watumishi wa Mungu nao Mungu amewajalia kuomba tu. Unapeleka hospitali, ukifika kwa mgonjwa hujamhoja ana shida gani, baba mponye, baba mponye, baba mponye, baba mponye. Mungu ataponya kila ugonjwa. Kama ni wa kwake lazima, kama ni adhabu utaipata. Haleluya. Bwana tusaidie. Kilichotokea mtu wa Mungu nataka nikwambie. Mzee mmoja wa kanisa kafunuliwa, akasema yule kijana amemnenea mtumishi wangu maneno machafu. Na kwa sababu hiyo asipotubu kafuatwa. Sasa Mungu akaweka connection. Yule kijana akaona hangaika nyumbani, akaenda kwa mtumishi wa Mungu usiku kumwambia maovu yake yote aliyotenda, kwamba nataka nitubu kwako. Anakutana na Mungu, alishazungumza na yule mtumishi wa Mungu, habari zake zote anazo. Akasema wewe umenenea mtumishi wa Mungu maneno machafu mengi kwa ajili yake. Uongo kweli? Kweli. Umediriki kuweka vikao kwamba kwa vyovyote vile lazima aondoke. Kweli? Kweli. Sasa huo ugonjwa wako ni ugonjwa wa adhabu, na mbele yake kuna mauti, na siko tayari kukuombea kwa sababu Mungu ameshasema na mimi, kama hutatubu lazima akuchukue. Niombe basi rehema? Hapana, rehema ni kwa yule uliyefanyaje, uliyemnenea mabaya. Akaja ofisini analia, na mimi nikaitwa. Bwana asifiwe. Mchungaji wangu akaniita, sema usikilize huyu mtu anasema maneno gani. Nikayasikia kwa masikio yangu. Nilikunenea machafu mengi mimi, mchungaji naomba unisamehe. Akasema hivi,
na Mungu akusamehe. Ukiona tumezeeka, hatufai mbele zako, ila mbele za Mungu tunafaa. Ukiona hatuna kitu cha kukusaidia, lakini mbele za Mungu, wewe unaniona hivi, utumishi wangu na wito wangu huwezi kuujua. Mungu akusamehe. Tukamwombea sala ya toba, muda huo Mungu akamponya. Haleluya. Ana adabu kuliko adabu zote kwa watumishi wa Mungu. Ni mpigaji mzuri, ana compose muziki nini, ni very good singer, lakini amejifunza kuheshimu. Akasema mtumishi wa Mungu, sikujua kwamba mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ana value kiwango hiko. Mimi nataka kupoteza maisha yangu kwa maneno yangu tu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Sasa kuna mambo ya kufanya juu ya watumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Na malizia, kuna vitu unatakiwa tusome Kutoka 17:18. 17:8 Kutoka. 17:8 Kutoka. Wakati huo Waamaleki wakatokea kupigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu wakatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Waamaleki, na Musa na Haruni na Huri wakaenda juu ya kile kilima. Mstari wa 11, naomba usome hapo vizuri. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda. Na aliposhusha mkono wake, Waamaleki walishinda. Lakini mikono wa Musa ikawa mzito, basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, kwa kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa kajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Nataka nizungumze habari ya kutegemeza. Kutegemeza lilitokana na neno hili la wana wa Israeli. Wanapigana na Waamaleki. Bwana sifiwe. Wanapigana na Waamaleki. Nataka nikupeleke rohoni zaidi. Unapigana na adui wako katika maisha ya rohoni. Unapigana na shetani. Ikawa Musa akiinua mikono hivi, Israeli wanashinda. Sasa kwa kuwa ni binadamu anachoka, hawezi kukaa full time hivi. Akishusha tu kidogo, Waamaleki wanashinda. Vita hiyo ikaendelea muda wa kutosha. Bwana tusaidie sana. Mtumishi wa Mungu akinyosha mikono, watu wanashinda. Mtumishi wa Mungu akija hapa kilia kiomba, mtumishi aliyeitwa na Bwana, kuhani wa Bwana, watu wanapata maisha, wanapata kukombolewa, wanamshinda adui, wanapata nyumba zao zinakuwa salama. Akishusha mikono, watu wanaangamia. Bwana tusaidie sana. Hiyo kazi wamepewa watumishi wa Mungu. Sasa alipokuwa akishusha, watu wanapigwa. Mwisho wakaja, mmoja akashika mkono wa kushoto, Haruni na Yoshua, mwingine akashika wa kulia. Wote walikuwa ni watumishi. Wakashikilia huku.
vita ikapigwa, wale Wameleki wakaangamia isivyo kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vita ikapigwa, watumishi wa Mungu mikono iko juu, wamemwekea kiti cha kukalia Musa, na huku Haruni ameshikilia mkono, na huku Yoshua ameshikilia mkono. Wale wa Israeli hawakushindwa, walishinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuwategemeza watumishi wa Mungu kwa namna zote. Wasichoke kuomba, wasichoke kusimamia kazi ya Mungu, wasichoke katika mipango ya kazi. Usiwategemeze kwa maombi, uwategemeze kwa mashauri, uwategemeze kwa kila namna. Unawategemeza kwa mambo kama matatu nimeandika hapo. Jambo la kwanza katika kuwategemeza, uwategemeze kwa kuwaombea. Acha kusubiri matatizo yawe ya history. Ukiona mtumishi amekwama mahali, unasema nilijua. Kuomba. Watu wengi wana nafasi ya kupeleka umbea zaidi, lakini nafasi ya kuomba hawana. Wana nafasi, wakisikia jambo wanaliongeza, wanalikuza, wanaliumua, wanakuwa kama amira. Hiyo ndio kazi walionayo. Na watu wengi wana maombi ya kujiombea siku zote. Hana muda, nasema nataka niende mbele za Mungu, nikaiombea kanisa la Igoma, nikamwombea mchungaji, nikaombea wazee, nikaombea mashemasi, nikaombea kazi ya Mungu. Tegemeza uone Mungu atakavyofanya kazi na watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Shika mkono mtumishi wa Mungu, msaidie. Ukiona kuna madhaifu mahali fulani, usisema na huyu amezidi, na huyu amezidi, umemuombea. Haleluya. Principle moja ya kupata majibu ya maombi ni kujua kuwabeba wengine. Ukiwa na maombi ya uchoyo, kila siku unaandika, una maombezi, mimi toka asubuhi unaomba, Mungu nikumbuke maeneo fulani, Mungu angalia na ile biashara yangu, Mungu angalia mipango yangu, Mungu angalia watoto wangu, uwalinde, Mungu angalia mume wangu, Mungu angalia. Wewe ni watu wako. Umeombea wakina nani wengine nje ya wewe? Haleluya. Mtegemeze mtumishi wa Mungu kwa kumwombea. Namba 2, mtegemeze mtumishi wa Mungu kwa kumtia moyo. Kumtia moyo. Wakati mwingine wanakutana na vipingamizi vigumu, wanajuta, wanasema hivi nilifanyaje kuingia kwenye huduma hii? Mtie moyo anapokuwa yuko kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Na mtegemeze kwa kubeba mahitaji yake kwa utoaji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano leo tuna huduma hiyo ya kufanya kutegemeza. Ni jambo la msingi sana mtumishi wa Mungu kusikia furaha, kwa sababu ya ile baraka haiwezi kubaki kwake, lazima iende kwa watu wale waliofanya kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo nipongeze kanisa la Igoma na wamama, niwapongeze sana. Hiyo siri wengine hawana. Wengine wamejaa maneno magumu tu kwa watumishi wa Mungu. Wanatamani watumishi wa Mungu tu wasikie wana skendo za kukopa. Yaani unakuta mtumishi wa Mungu, huyo mtumishi kwa kukopa, mpaka anakopa, maana yake something is wrong kwenye nyumba yake. Na kwa nini kuna shida kwenye nyumba yake? Ni kwa sababu anaowaongoza hawajui wajibu. Huyu amewekwa kwa makusudi aliongoze kanisa na asimame mbele kama kuhani, muda wote mikono iwe juu akiwaombea watu wake. Haleluya. Mtegemeze. Namba 4, kwa kumpa heshima. Tusome hiyo mstari ndio nimalizie hapo. Yohana 12:26. Tumtegemeze mtumishi wa Mungu kwa kumheshimu. Kuna watu wamekosa heshima hata kwa watumishi wa Mungu. Yuko tayari asema anavyoweza kusema na anene anavyoweza kunena bila kujua anaongea na nani. 12:26. Biblia inasema hivi, Yohana 12:26. Mtu akinitumikia na anifuate, mimi nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana asifiwe. Mtu akimtumikia, ndugu nakwambia wewe mtumishi wa Mungu unayemtumikia kwa uaminifu kwa eneo lako na mtumika nalo. Maana hapa tunamtumikia Mungu kwa namna tofauti.
vile unavyofanya kwa uaminifu, Mungu anakuheshimu. Na akikuheshimu, ni nani anaweza kukudharau? Wewe unaweza ukarusha maneno machafu au mabaya kwa mtumishi wa Mungu. Ni nani kama Mungu anamheshimu? Bwana tusaidie sana. Ukimtumikia Mungu anakuheshimu. Ukitumika katika uaminifu, Mungu anakuinua tu. Acha maneno. Wengine wamekuwa na manunguniko, wengine wanakuwa na maneno machafu, wengine wanatobeka mbea, wanazungumza vibaya. Ninakuhakikishia, ukitaka kubarikiwa, ujue kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Tusimame. Simame, naenda kumuomba Mungu.